tumefanya mnada wa 3 wa ufuta kwa mkoa wetu wa Pwani. Tumeuza jumla ya kilo milioni 7,249,281 kwa bei ya juu ya shilingi 2,570 na bei ya chini ya shilingi 2,360. Kiujumla tunawashukuru sana wakulima, tunashukuru wadau wote kwenye tasnia zao la ufuta, tunaishukuru serikali ya mkoa, tunashukuru ofisi ya mrajisi kwa kuweka mazingira mazuri kwanza kufanikisha minada yetu, lakini pia kwa wakulima kuendelea kuleta ufuta wenye ubora. Si jambo ambalo ni la kawaida kwa mkoa wa Pwani kwenye mnada mmoja kuingiza takriban hizo tani 7,200 zikauzwa na zote zikanunuliwa kwa bei hiyo ambayo ni nzuri na wakulima wamelizika. Kwa kwetu tunaona ni mafanikio makubwa na tunaamini hii tumeweka rekodi kwa mara ya kwanza kwenye mkoa wa Pwani kwa zao la ufuta kwa mnada mmoja kuingiza tani 7,000. Tunawashukuru wakulima na wadau wote na mwitikio wao wa kuleta ufuta ghalani. Hali imekuwa ni nzuri, uzalishaji umeongezeka. Mathalani, mfano ndugu mwandishi, kwa msimu uliopita tulifanya minada 6 na tulikusanya jumla ya tani 13,500. Lakini msimu huu wa mwaka 2025, huu ni mnada wa 3, tumesha kusanya na kuuza takriban tani 15,800. Kwa unaweza ukaona hata rekodi ya mwaka jana tumeshaivuka, na huu ndo mnada wa 3. Kwa hiyo tunatarajia pengine mpaka tunamaliza minada ambayo tunategemea kufanya minada 8 mpaka 10, tunaweza tukao tumekusanya na kuuza pengine takriban tani 25,000 mpaka 30,000. Kwa hiyo unaweza ukaona kuna mabadiliko makubwa sana kwenye uzalishaji. Lakini uzalishaji huo sio uzalishaji tu wa kawaida, ni uzalishaji ambao pia unazingatia ubora wa hayo mazao ambayo tunayazalisha. Ikumbuke kuwa sisi kama chama kikuu na wataalamu wote wa kilimo kwenye mkoa wetu wa Pwani tulipokea maelekezo mahususi kutoka kwa mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Bakari Kunenge ya kwamba tuzalishe kwa wingi lakini kwa kuzingatia ubora. Na ndio maana mazao tunayoyazalisha si ufuta, si korosho, tukizileta sokoni, tukizileta mnadani, zinanunuliwa, hakuna bidhaa inayobaki, hakuna mazao yanayobaki, kwa sababu pamoja na uzalishaji huo tunazingatia ubora. Tunahakikisha wakulima kupitia wataalamu wa kilimo, maafisa ugani na wengine wote kwenye tasnia ya mazao yote, aidha korosho, ufuta na mbazi, watu wote wanajikita kuhakikisha wanatimiza wajibu wao. Kama ni wakulima wakati wa palizi, tunahamasisha wakulima wapalilie. Kama ni wakati wa kuvuna, wanavuna na kuhifadhi mazao yao katika njia ambazo haziathiri ubora. Ndio maana leo naona tani 7,000 zote kwenye mnada mmoja zinanunuliwa kwa bei nzuri na wakulima wanafurahi, na tunamaliza mnada kwa utulivu kabisa. Tumefanya mnada wa 3 hapa Rufiji kwenye chama hiki kikuu cha chama cha msingi cha Ikwili AMCOS. Tumeuza tani 7,249 na wakulima wameridhia bei. Nawashukuru sana wakulima. Bei ya juu ilikuwa ni shilingi 2,570 na bei ya chini 2,360. Kwa hiyo wakulima wameuza ufuta wao. Mimi nawashukuru sana wakulima, lakini nichukue nafasi hii kuishukuru sana serikali kwa kutuletea utaratibu ambao mkulima anaweza kufuatilia mnada akiwa nyumbani kwake na akawa anatoa maoni yake kwa kupiga simu au kwa kutuma ujumbe. Kwa hiyo jambo la heri sana kwenye zao letu la ufuta kwa mwaka huu. Ni bei mwaka huu haifanani na mwaka jana, na inatakiwa wajue wakulima wetu. Na mimi ni mkulima vile vile. Hivi huu ufuta 98% hatuuzii Dar es Salaam. Maana yake 98% ufuta wote unaenda nje ya nchi. Kwa hiyo hizi bei ya mazao yetu yanaendana na soko lipo, na siku hizi dunia iko wazi. Unaweza ukajua soko la ufuta kupitia simu yako tu. Bei ya duniani huko sio bei iliyotokea hapa leo. Huko duniani unaweza kujua. Kwa hiyo siku hizi mambo yako kwenye mitandao. Kwa hiyo ukiona bei ya wakulima imepungua zao lako, ijue ni soko, sio kama kuna mtu anawahujumu. Ni soko lilivyo.